niliona watu wanakuja tangia juzi, jana wakaongezeka watu, nikaanza kuulizia kwani kuna nini, wakashindwa kuniambia. Nikaambiwa niende moja kwa moja mpaka eneo la tukio ili nikajiridhishe. Kweli nikaondoka, nimefika mpaka pale nikajiridhisha na kumhoji mtoto. Mtoto akadai kweli amekimbia kule na tayari kuna vyakula vimeshapikwa na sherehe ilianza tangu jana, na tayari ng'ombe zilikuwa zimeletwa, ng'ombe 18 kwa ajili ya yeye kuozeshwa. Kweli hichi kitendo kinasikitisha sana, kwa sababu ni mambo ambayo yamekuwa ni endelevu hasa kwa jamii za dada yake aliweza kuozeshwa kwa mfumo huo huo, na tukio hilo tena limerudia mwaka huu kwa mdogo mtu anaenda kuozeshwa, kitu ambacho sio haki. Lakini pia niliona watu wanakuja tangia juzi, jana wakaongezeka watu, nikaanza kuulizia kwani kuna nini, wakashindwa kuniambia. Asubuhi nikaamkia, nikakusanya nguo zangu, nguo za watoto, nikasema ngoja niende nikafue. Ndio nikapitiliza na huku nikaja kuomba msaada. Wengine niliwakuta wanaongea jikoni, ndio nataka wanioeshe. Walitaka kunioesha kwenye ng'ombe 18 na mimi nikatoroka. Nikaja kushtaki hapo kwa sisi. Wanisaidie tu mimi wanisomeshe shuleni. Watu walikuwa wanamwambia tusomeshe hata kwenye ufundi. Na mama akamwambia na si atasomesha mmoja, lakini hata kumsomesha hata mmoja, mwingine akamuoesha. Kwa jina naitwa Philip Evarist Kachira. Mimi ni mkazi wa Milala, lakini ni msimamizi wa mashauri ngazi ya jamii ya watoto. Hivyo katika tukio hili la huyu mtoto nilipigiwa simu kwamba kuna mtoto ambaye amejisalimisha kituo cha misheni ambalo ni kanisa la Milala, kwa ajili amekimbia kwao, tayari walikuwa kuna mchakato wa kumuozesha. Hivyo kwa jitihada zangu, kwa sababu nina namba zote za polisi dawati la jinsia, niliwapigia, wakanihoji kwamba umefika eneo la tukio. Nikasema sijafika. Nikaambiwa niende moja kwa moja mpaka eneo la tukio ili nikajiridhishe. Kweli nikaondoka, nimefika mpaka pale nikajiridhisha na kumhoji mtoto. Mtoto akadai kweli amekimbia kule na tayari kuna vyakula vimeshapikwa na sherehe ilianza tangu jana, na tayari ng'ombe zilikuwa zimeletwa, ng'ombe 18 kwa ajili ya yeye kuozeshwa. Kwa majina naitwa Agnes Sabuni, ni mkazi wa Milala. Na kijiji cha kwake. Kweli hichi kitendo kinasikitisha sana, kwa sababu ni mambo ambayo yamekuwa ni endelevu hasa kwa jamii za Nitoe rai kwa wazazi, hasa kwa hizi jamii, kuwaozesha watoto chini ya umri wao ni kitendo kibaya sana. Tamaa za mali hazitowafikisha popote. Waacheni watoto wafikie umri wao ili kusudi wafanye maamuzi wenyewe na wafanye uchaguzi wenyewe, na sio kuwachagulia mnavyotaka nyinyi kama wazazi. Anakuja analia kutoka kwao, anasema wanataka kumuozesha kwa ng'ombe 18. Kitu ambacho ukiangalia umri wake na mambo wanaenda kumfanyia ni ukatili wa kijinsia. Lakini pia ukiangalia matukio haya, jamii inasema kwamba ni matukio endelevu katika familia hii. Takwimu zinaonyesha mwaka jana dada yake aliweza kuozeshwa kwa mfumo huo huo, na tukio hilo tena limerudia mwaka huu kwa mdogo mtu anaenda kuozeshwa, kitu ambacho sio haki. Lakini pia tunaangalia huyu mtoto ni kweli amefikisha malengo yake? Ukiangalia ni hapana, ni mtoto mdogo. Tukifuata usawa, ilibidi aendelee kusoma ili aweze kutimiza malengo yake na baadaye aweze kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya kumpata yule ampendaye, lakini sio kulazimishwa na wazazi. Kwa majina naitwa Agneta Disiano Sisumoni, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Gelemanga kijiji cha Milala. Ukweli moja, ni washukuru sana wananchi wangu kwa ushirikiano ambao wameuonyesha kwa kitendo ambacho kimetokea katika kitongoji changu. Ukweli mimi mwenyewe binafsi naumia nikiwa kama mzazi. Ukweli nawahusia wananchi wangu, wana kitongoji wangu pamoja na kijiji kizima, hata yaani serikali yote kwa ujumla, kijiji, nchi nzima,
kitendo ambacho wanakifanya kuozesha mtoto mdogo chini ya umri wa miaka ambapo bado hajafikia, ukweli inasikitisha na inaumiza. Na wahasa tusio na tamaa za mali. Najua mali ndio zinazoponza watu. Tusio na tamaa za mali. Na wahusia wananchi wote, wananchi wangu wote wa kitongoji cha Jelemanga na wananchi wa Milala, jamani, hebu tuamke. Unamwozesha mtoto bado ni mdogo. Kwani usinipeleke shule? Watoto wanashindwa kusoma, mtoto anashindwa kusoma kwa sababu ya kukumwozesha. Ukweli nashukuru sana wananchi kwa sababu taarifa sikuwa nayo. Hata hizo masuala ya harusi sikuwepo mimi.